Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni Bishop Elasia Paul anayekuletea kipindi hiki cha Tumaini Lipo, na zaidi ya yote na hudumu na kanisa la Shiloh United Church of Christ mahali panaitwa Charamei. Nashukuru Mungu kunitunuku nafasi hii kuwa kwenye studio tena. Najua umekuwa na Christmas njema na sasa imewadia wakati mzuri, tunaenda kuvuka mwaka. Ikiwa ni mwisho, tunaenda kuvuka mwaka usiku huu. Tuende tarehe 1 mwezi mwaka wa 2026. Niruhusu mpendwa tuweze kumsikiza Mungu vile anavyotaka kunena pamoja nasi. Umekuwa ni mwaka mzima ambaye Bwana ametulinda. Bwana amekuwa na sisi. Wacha tuombe tusikie katika neno la Bwana, tuingie katika neno la Bwana, itakuwa ni baraka. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu ambaye Bwana wa rehema umemlinda mwaka mzima. Sasa imefika mwisho wa mwaka wa 2025. Anatazamia kuwa na mkesha usiku huu ili aweze kuingia tarehe 1. Na Baba, ninajua umemwandaa, umemsaidia, umempigania katika mambo mengi. Napoenda kusikiza neno hili, Bwana ukaweza kumbariki na kumuinua katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Mtazamaji wangu, tuko mwisho wa mwaka wa 2025 ili tuingie kesho 2026. Nataka tu kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa wewe ambao umekuwa nami kwa hiki kipindi cha Tumaini Lipo. Na tunapoenda kutamanisha siku ya leo ili tuweze kuingia mwaka wa 2026. Nasema Bwana akubariki, Bwana azidi kukuonekania, akupe nguvu na matumaini kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Ubarikiwe mpendwa mtazamaji wangu. Asante kwa wewe ambaye umekuwa nami kwa kunipigia simu, kuniombea, kusimama nami kwenye kipindi hiki. Nataka nikusalute na kusema Bwana akubariki na akutende mambo mazuri. Si rahisi, mbali Mungu ametutoa na penye ametufikisha imegharimu mkono wake. Hivyo ubarikiwe sana na Bwana akutende mambo mazuri. Niruhusu niingie katika neno la mwisho ambalo ni la mwaka huu wa 2025, ikiwa ni tarehe 31. Tunaenda kuingia usiku wa leo mkesha, tuingie 2026. Nikupe hata matumaini ya kuingia 2026. Maana wakati mwingine mpendwa, si rahisi. Naweza fika tu na usivuke, lakini Mungu ni muweza, aweze kutuvukisha katika jina la Yesu. Mambo mengi yamekupigania na bado kuna matumaini ya kwamba ya kuingia 2026 in Jesus name. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21, kuanzia pale tu mstari wake wa kwanza, inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana tena bahari. Glory to the name of the Lord. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Pendwa mtazamaji wangu, tunapotarajia kwenda kuvuka mwaka tuingie 2026. Huyu ni mpendwa ambaye alikuwa akipitia mambo magumu, Yohana, katika kiziwa cha Patmo. Na katika hayo magumu aliyokuwa anapitia, nataka nikupe tumaini. Licha ya kupitia mambo magumu na mazito, huyu ni mpendwa alipitia mambo magumu. Maana katika kiziwa cha Patmo, katika baridi kali, kalika upepo mkali na mateso aliyokuwa nayo, ilikuwa anaona kana kwamba huo ndio mwisho. Lakini badala ya kuwa mwisho, kuna mambo mazuri Mungu anatuonesha mahali hapa. Alimpa maono ya kuona mambo tofauti ya yale aliyokuwa anapitia. Biblia inasema ya kwamba akiwa katika hilo hali ya ugumu na uzito, akafunuliwa mambo ya ajabu
Ninaomba mpendo mtazamaji wangu, na Mungu na akufunulia hayo mambo mapya, kama vile maandiko yanavyosema, akiwa katika uzito, akiwa katika uchungu, akiwa katika hali ya mateso, anasema kisha nikaona mbingu mpya. Huenda mwaka wa 2025 umekuwa mwaka wa visirani kwa maisha yako. Umekuwa mwaka mgumu sana. Umeepuka kifo mwaka huu. Mambo mazito yalikuwa yanakuandama. Pengine ndoa yako ingeharibika. Pengine kuna mambo umeyapitia, umefungwa hata jela, au pengine ungali katika jela. Mambo mazito nao wapitia. Natabiri kwako in the name of the Lord, kama vile huyu mpendwa Yohana anavyosema, acha Mungu akufunulie mambo mapya. Kama vile maandiko yanavyosema, Yohana akiwa katika mambo magumu na mazito anasema, kisha nikaona nchi mpya. Nchi mpya. Na Mungu akufunulie mambo mapya, nchi mpya. Akuondoe katika hiyo nchi ya shida na mateso. Glory to the name of the Lord. Akupe nchi mpya. Nataka kusema ya kwamba na Mungu na akupe jambo jipya. Katikati ya hiyo mambo magumu na mazito unayopitia, ninaomba nchi mpya ikushukie. Boma lipya likushukie. Maisha mapya yakushukie. Kazi mpya ikushukie. Uondoke katika mateso unayoyapitia. Biblia inasema ya kwamba aliona mambo mapya. Kwa nini? Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Kuna vitu ninatabiri kwako na nena na wewe mpendwa mtazamaji. Ninaomba Mungu mwenye uwezo na mamlaka ashukishe nchi mpya. Mbingu za kwanza ambazo ni za mateso. Mambo ambayo yamekuwa mbele zako. Nchi ya kwanza na mbingu ya kwanza ambayo umeipitia ya shida na mateso. Kwa sababu Yohana aliondolewa nchi ambayo ilikuwa ni ya mateso na mazito ikapita. Anasema mbingu ya kwanza ikapita na nchi ya kwanza ikapita. Na ipite kwako katika jina la Yesu Kristo. Hayo mambo unayoyapitia mazito yapite. Na Mungu ashukishe nchi mpya na mbingu mpya katika jina la Yesu Kristo. Nasema nini mpendwa mtazamaji wangu? Maisha mapya yashuke kwako. Ndoa iliyo ya amani ishuke kwako mpendwa. Boma lako liwe boma la amani. Boma jipya lisiokuwa na mateso, lisiokuwa na majaribu na mambo magumu ishuke in the name of the Lord. Boma, huenda maisha yako yamekuwa ni maisha ya umasikini mwingi, na Mungu na akuondolee, akuletee neema ya kibali cha baraka juu ya maisha yako. Ni mambo yapi hao unayapitia magumu kwenye kipindi hiki cha Lipo Tumaini? Kuna matumaini makubwa ya baraka 2026 juu ya maisha yako. Acha mwaka wa 2026 ukawa mwaka wa neema na kibali mbele za macho ya Bwana. Mambo mazito, magonjwa yaondoke kwa maisha yako in the name of the Lord. Umeishi ukiteseka, umeishi ukilia, kuna mambo hayajakuondoka katika maisha yako. Naomba Mungu mwenye uwezo na neema, mwaka wa 2026 magonjwa ya kuondokee katika jina la Yesu Kristo. Kilio cha mambo ulio nayo ya kuondokee katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya vichwa, kichwa kimekuuma sana. Magonjwa ya macho in the name of the Lord iondoke katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya masikio ya kuondokee katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya miguu, Mungu wa rehema na aguze miguu yako ipone katika jina la Yesu Kristo. In the name of the Lord. Mambo mapya yashuke ndani ya maisha yako. Maisha ya magonjwa ya tumbo, magonjwa ya meno,
magonjwa ya migongo, magonjwa ya mishipa ikuondokee katika jina la Yesu Kristo. Acha Mungu akutembelee. Mwaka huu umekuwa mgumu, umeishi katika mazito na mambo ya ajabu. Pengine hata mambo ya madeni yamekusumbua. Nimekutana na watu wakilia kwa mambo mengi. Umelala ward, Mungu alikuepusha akakupa uzima. Pengine pia unapitia machungu ya kupoteza familia yako. Kuna watu wamepitia shida, pengine wamepoteza jamii zao, wamezika watu sana mwaka huu wa 2025. Na tabiri 2026, nchi ya maafa ikuondokee, nchi ya magonjwa ikuondokee katika jina la Yesu Kristo. Nchi ya madeni ikuondokee, ushukiwa na nchi mpya yenye neema na baraka, in the name of the Lord Jesus. Pendo mtazamaji wangu, lipo tumaini. Ikiwa Mungu amekufikisha tarehe 31 siku kama hii ambao unaenda kuvuka mwaka, shukuru Mungu na mwambia ya kwamba haya mambo yaliyoniandama 2025 hayatanipata 2026. Ninaingia utukufu mwingine na nguvu. Ninaingia nchi mpya. Naingia mwaka mpya, boma ambayo itakuwa ya amani, kazi ya amani. Pengine furugu kazini mwako imekuwa nyingi, watu walikuonea, wengine walipeleka fitina mpaka ukafutwa kazi, wengine hata unasikia unaweza kuachana hiyo kazi kwa sababu ya mambo magumu na mazito. 2025 unaomba itaisha lini? Ndio inaenda kufika mwisho. Nami kwenye studio hii nasema ya kwamba yaliyokuandama, in the name of the Lord, ukosefu wa fedha, deni ya manyumba, umekuwa na mambo yanakusumbua mpaka unasikia kuchanganyikiwa, na tabiri kwako in the name of the Lord, nchi ya kwanza yenye shida, mbingu ya kwanza yenye matatizo ikuondokee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pendo mtazamaji wangu, najua unajiandaa kwenda 2025. Kabla hujaenda mpendwa, ninakuandaa mambo ambayo yanakuandama yaachane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Yaachane na wewe, visirani vikuondokee katika jina la Yesu Kristo. Pale kanisani, mchungaji mwenzangu, ni yapi umepitia 2025? Imekuwa ni kama unashangaa ni mwaka wa aina gani huu? Ingia kwa utukufu mwingine mpendwa mchungaji mwenzangu, kwa utukufu na vishindo vya neema na kibali cha Bwana. Mambo mazito yaliyokuandama, pengine hujanunua ploti, Mungu anakupa neema ya kupata ploti. Pengine hujajenga kanisa, Mungu naachilie neema ya kujenga kanisa hilo. Pengine mpendwa hauna vyombo vya kutumia katika nyumba ya Bwana kuhubiri, Mungu naachilie hiyo neema ya instrument in the name of the Lord. Natangaza neema na kibali. Pengine kazi yako ilikusumbua mwaka huu, Mungu anateremsha neema. Lipo tumaini la Mungu kubadilisha katika kipindi cha lipo tumaini. Matumaini makubwa ya kwamba 2026 kazi yako haitawahi kuwa sawa tena in the name of the Lord. Watoto wako waliokusumbua, wengine walevi, wamekufanya mpendwa nasikia kushikwa na pressure imekushika, mambo magumu yamekuwa kwako. Natangaza ya kwamba amani na nchi mpya, mambo mapya juu ya familia yako yashuke in the name of the Lord. Acha Mungu akuonekanie. Familia yenu hamuelewani, natangaza maelewano in the name of Jesus. 2026 wale watu ambao mpendwa hamkuwa mnaongea na hawa, Mungu anabadilisha mawazo yao, yanakuwa mawazo mapya. Watu waliokukwaza, Mungu anawabadilisha in the name of the Lord. Waliokuletea mambo mengi, kuna mambo mapya Mungu anaenda kufanya. Mungu anakuinua kwa kiwango kingine. Waliokudharau, wacha waone 2026 Mungu akitenda jambo jipya, akikuinua kwa kiwango kingine cha neema na kibali mbele za macho ya Bwana. Pengine umekuwa ni mwaka wa aibu. Mwaka wa aibu, mambo mengi umepitia, umejiuliza maswali mbele za Bwana. Kudhihakiwa, kukataliwa, kutukanwa,
unapokaa ni machozi umelia mwaka wa 2025, lakini nakutabiria leo in the name of the Lord ya kwamba kama vile mpendwa huyu Yohana alivyoona na uyaone hayo mambo yakishuka. Mstari wa pili, Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa pili unasema ya kwamba nami nikauona mji ule mtakatifu, wacha vitu vizuri vikateremka. Maisha yako haijakuwa na utakatifu, utakatifu wa Bwana ushuke ndani ya maisha yako in the name of the Lord. Mambo matakatifu yakashuka, yashuke. Nami nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Oh my God, hili ni jambo la baraka. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Oh, nasikia kubarikiwa. Kuna vitu vizuri vinapambwa na Mungu kwako 2026. Vinapambwa kama bibi harusi. Watu wataangalia washangae. Mungu anakupambia. Pengine umerendi nyumba miaka mingi, na Mungu na akupambie kaploti yako. Mungu na akupambie nyumba yako utoke kwa nyumba ya kurenti. Akupambie ploti in the name of the Lord. Ishuke kwako in the name of the Lord. Kuna vitu Mungu anapamba. Natabiri kwako in the name of the Lord. Akupambie kazi nzuri ya promotion in the name of the Lord. Akupambie kazi ya mikono yako ibarikiwe in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ishuke kwako. Natabiri ikashuka in the name of the Lord. Ipokee in the name of Jesus. Natangaza ukaipokea in the name of the Lord. Pokea vitu vilivyopambwa kama bibi harusi. Vilivyopambwa. Unajua kitu kilichopambwa? Kuwa na tumaini. Kuna kitu kinashuka 2026 kilichopambwa. Kama wewe umemtumainia Bwana katika kipindi hiki ambacho ni cha tumaini katika Bwana, lipo tumaini. Mtumainie Bwana 2026. Ni mwisho wa vilio, ni mwisho wa kilio, ni mwisho wa kuhangaika, ni mwisho wa mambo mazito na mabaya. Huyu mpendwa anaitwa Yohana ilifika mwisho. Hakuishi kwenye kiziwa cha Patmo. Mungu alimuinua licha alikuwa kwa uzito. Kuna watu wapendwa wanapopitia mambo magumu na mazito, hapo ndio wanaongea mengi. Wakati wa uzito kama huu ambao umekuwa nao, jiachilie mbele za Bwana. Ndiye atakufunulia mambo hayo mazuri ninayokuambia. Si kukata tamaa na kusema hata Mungu ameniwacha, hata mimi ninaachana na Mungu. Hapana. Sikiliza neno hili. Huyu ni mpendwa ako kwa uzito na magumu, lakini kwa sababu ya kuwa na matumaini katika Bwana, alimtumainia Mungu. Alimtumainia Mungu na Mungu akamsaidia. Mungu akampigania. Mungu akashukisha mambo mapya, maono mapya. Natabiri maono mapya yaanze kushuka. Ni nini hilo? Ni kitu gani hicho ambacho umekuwa ukihitaji kutoka kwa Bwana? Na kishuke katika jina la Yesu Kristo kama kimepambwa. Ulihitaji gari 2026, Mungu na akupe gari in the name of the Lord. Ulihitaji kujenga, Mungu na ashukishe pesa za kujenga in the name of the Lord. Ulihitaji nini kwa Bwana? Ulihitaji ndoa ya amani. Mungu na apambe hiyo ndoa yako, ipambwe kama bibi harusi. Uone ndoa mpya. Ukiona mume wako unaona mume mpya. Ukiona huyo mke wako unaona mke mpya. Watoto wapya wamepambwa. Glory to the name of the Lord. Biashara kama ulikuwa unaona haina mwelekeo, Mungu anaipamba in the name of Jesus. Mambo yanakuwa kuwa pia na wokovu mpya. Wokovu uliojaa na neema na kibali. Wokovu wa kuinuliwa. Wokovu ambao mpendwa, kama kuna mambo hukufanya mwaka huu wa 2025, fanya 2026. Kuwa mwombezi. Mtumikie Mungu. Inuka mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Jiachilie mbele za Bwana. Wacha Mungu anakupambia mambo, maombi mapya, imani mpya, ujasiri mpya, huduma mpya mpendwa in the name of the Lord. Si wakati wa kukata tamaa. Pengine ulikata tamaa. Mchungaji mwenzangu, uko wapi? Where are you? May God restore you in the name of the Lord. Mama,
Mungu na akurejeshe. Mzee, Mungu na akurejeshe. 2026 mambo makubwa yatendeke. Acha pale kanisani uwe na rekodi nzuri ya mambo mazuri unayoyatenda, mambo mapya. Usiishi kwa mambo ya kale. Wewe ndio kisirani pale kanisani, wewe ndio mwenye fujo pale kanisani, wewe ndio mwenye kukoroga wengine pale kanisani, wewe ndio mwenye kukwaza wengine pale kanisani, wewe ndio mwenye mdomo maneno kila wakati kanisani. Toka kwa hayo mambo in the name of the Lord. Acha mambo mapya kashuka kwako. Kuwa mwinjilisti pale kanisani. Leta na wengine katika nyumba ya Bwana. Wacha vitu vipya vikashuka. Kanisa likoonekana ya kwamba Mungu ameshukisha watu. Hata watu wakikuangalia wanasema kwamba na huyu si yule dada tulimjua alikuwa kisirani hapa kanisani. Na huyu si yule ndugu tulimuona pengine akijichanganya hapa na pale. Kijana, mzee, mama, 2026 size up in the name of the Lord. Tarajia mambo mapya. Pengine mpendo ulikuwa umekata tamaa, hata ukasema 2026 siendi kanisa tena, au kuenda mwaka kama huu kuenda kanisa kwa sababu kuna mambo yalikupata magumu na mazito. Natangaza kwako in the name of the Lord, mambo hayo yanapita. Kubali yapite na 2025 ya kuondokee. Kuna mambo ulikuwa unasema utawahi fanya, na huenda mambo hayo yalikuwa ya kuleta utukufu kwa Mungu. Mpendwa, kama ulikuwa ni mtu ambao asimami na kazi ya Mungu mwaka huu kusimama nayo, si 2026 uwe mtu wa kusimama na kazi ya Mungu. Uwe mtu wa kutoa fungu lako vizuri, haumuibii Mungu. Uwe ni mtu ambaye anasimama na zile karama za Mungu pale kanisani. Ushirika ulikuwa uende 2026. 2026 siwe mwaka ambao vitu vipya vinatendeka ndani ya maisha yako. Usiwe mtu wa kuleta aibu. Natabiri kwako in the name of the Lord, chochote kimekuletea shida na matatizo ndani ya maisha yako, na kifike kikomo in the name of the Lord. Unapoenda mkesha huu, unaposema 2025 goodbye, unakaribisha 2026 ishuke kama vile tumesoma maandiko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanasema kwamba nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Oh, haleluya! Hili jambo linabariki moyo wangu sana, ya kwamba mpendo mtazamaji, maskani ya Mungu. Wacha maskani ya Mungu, yani makao ya Mungu yawe pamoja na wewe. Ikiwa makao uliokuwa naishi ilikuwa ni kama Sodoma na Gomora, mapepo yalikusumbua, matatizo yalikusumbua, magonjwa yalikusumbua, visirani ilikuwa mingi, naomba maskani ya Bwana ishuke kwako. Ishuke kwako, tembea na Bwana. Maana maandiko sema kwamba ni Mungu ambaye atakuwa pamoja na wanadamu, atakuwa pamoja na sisi, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenye atakuwa pamoja nao. Mwaka wa 2026 tembea na Bwana. Mwaka wa 2026 Mungu awe pamoja na wewe. Mwaka wa 2026 maskani ya Mungu, nasema maskani ya Mungu iwe pamoja na wewe. Haleluya! Ulikuwa umekaa nje wa maskani ya Mungu, Mungu awe pamoja na wewe. Ingia kwenye maskani. Maskani, nilikuwa nadhani kwamba hii Kiswahili ni ya vijana, maana walikuwa nasema maskani. Kumbe ni maskani ya Mungu. Hata Mungu anasema maskani yake iwe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Natabiri mpendwa, utembee pamoja na Bwana, naye Bwana anasema atakuwa pamoja na sisi. Bwana, ninakuomba anayetusikiza kwenye kipindi hiki awe pamoja na wewe, pamoja na mambo yako yote, uweze kumwona Mungu.
maskani ya Mungu ishuke na ikatawala maisha yako. Ukae ndani ya maskani ya Bwana. Ni kama kuambiwa kwamba na ikulu ya rais itakuwa pamoja na wewe. Unacheza na ikulu. Ikulu kuna karibu kila kitu nataka. Na niposa maandiko yanasema maskani ya Mungu inashinda ikulu. Maskani ya Mungu iwe pamoja na wewe baba, iwe pamoja na wewe mama, iwe pamoja na wewe kijana. Tunaomba maskani ya Bwana ishuke iwe pamoja na sisi. Neno hili ni la ajabu sana. Likusaidie mpendo mtazamaji wangu. Mwaka wa 2026 uwe ni mwaka wa kuishi kwenye maskani, ikulu ya Mungu. Oh my God. Unapotembea, unapofanya jambo lolote, acha Mungu awe pamoja na wewe. Kuna maswali unajiuliza. Nimeishi miaka mingi nikipitia kwa mambo ya matatizo na shida. Ni ombi la moyo wangu mpendwa mtazamaji wangu, kama vile Yohana alivyotokezewa na Mungu na akashukiwa katika kuona mambo mapya, na yawe kwako katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 4 unasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mambo ya kwanza, mambo ya 2025 yanapita. Acha Mungu akufute machozi. Umelia 2025 sana. Anaahidi ya kwamba maskani ya Bwana ikishuka, haleluya, machozi utafutwa. Hicho kitambaa umeishi ukipanguza, umejaza machozi hata kwa pilo, unalala kila wakati ni machozi. Oh, na Mungu na akufute katika jina la Yesu Kristo. Anasema hata na mauti hayatakuwepo tena. Vifo vimekuwa vingi. Hasa tumesikia mwaka huu wa 2025 watu wamekufa kwa ajali za barabara, almost 4,000 and something. Tunaomba mwaka wa 2026 mauti hiyo ni ya barabara peke yake, na yale waligonjeka nyumbani, wale walikufa kwa magonjwa, wale waliokufa kwa sababu ya jambo moja au lingine, tuwatangaza katika jina la Yesu ya kwamba na mwaka wa 2026 maafa yanaachana na sisi in the name of the Lord. Katika barabara zetu, katika boma zetu, katika ukoo zetu, sijui ni watu ngapi umepoteza. Nataka kutangaza ya kwamba isiwepo tena, maana mambo mapya yanaenda kutendeka katika maisha yako 2026. Tunaomba neema na kibali ya mambo mapya yakashuka ndani ya maisha yetu, maana tuna matumaini ya kwamba mwaka wa 2026 hautakuwa sawa na mwaka wa 2025. Neno lingine anasema ya kwamba hakutakuweko na maombolezo, vilio vya umasikini. Unajua kuna kuomboleza sio kifo peke yake. Unaomboleza ni kwa sababu pengine mpendwa ulisoma hauna kazi. Unaishi kwa maombolezo ukiuliza Mungu, nitapata lini kazi? Maombolezo mengine, sijapata mume, sijapata mke. Mungu na akujalie in the name of the Lord. Maombolezo mengine ni kwamba ni lini boma yangu itakuwa boma kama ya wengine. Na Mungu na akuondolee maombolezo katika familia yako, uweze kuona neema na kibali cha Mungu katika jina la Yesu Kristo. Maombolezo ya magonjwa. Kuna mtu amekuwa mgonjwa hapo katika familia, na mumeomboleza muda mrefu. Kuomboleza atapona lini? Lini? Amechanganyikiwa. Magonjwa ya kuchanganyikiwa yamekuwa ni mengi. Mambo ya tumor imekuwa mengi. Mambo ya magonjwa yasiyoeleweka hata yapatikani dawa. Pengine ni ya kiuchawi na kiuganga. Na tabiri kwako in the name of the Lord, Mungu na akuonekanie, akuondolee maombolezo ya magonjwa. Pengine kuna mtu amegonjeka mahali pale, ni kutoa nje ukirudisha, ni kila kitu. Unashangaa atapona lini? Natangaza in the name of the Lord, Mungu na akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Maana inasema kwamba wala kilio
kilio kila wakati. Kuna boma zimejaa kilio, wala maumivu, kama vile nimesema, ya magonjwa, maumivu ya magonjwa, maumivu ya mateso, maumivu yamekuweko, kilio kimekuweko. Acha Mungu akuondolee katika jina la Yesu Kristo. Najua Mungu ni mwaminifu, hata kuacha. Yeye ana uwezo wa kubadilisha. Unapojiandaa kuingia 2026, neema ya Baba ikushukie. Mbingu mpya ikashuka, nchi mpya ikashuka, imepambwa. Nimesema vitu vilivyopambwa vikashuka ndani ya maisha yako. Na mwisho anasema ya kwamba tena hakutakuwepo mambo ya maana, mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mambo ya kwanza mabaya yapite katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu niweze kuomba na wewe unapoenda kwa mkesha. Neema ya Bwana ishuke juu yako, ukaona neema na kibali. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa umbali umetutoa mpaka penye tumefika, tunapoenda kuvuka mwaka wa 2026. Baba wa rehema, usikubali tuvuke na matatizo, usikubali tuvuke na visirani, usikubali Baba wetu. Ombi la moyo wetu Baba likufikie. Tunatarajia mwaka wa 2026, mwaka wenye neema na kibali. Mambo mapya yatakaoleta utukufu kwako yatushukie Mfalme. Naombea huyo mpendwa neema na kibali, anapoingia mwaka wa 2026 avuke na neema na kibali na baraka za Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Pendo mtazamaji wangu, nasema Bwana akubariki. Aliyekuwa kwenye studio ni Bishop Paul Elasia wa kanisa la Shiloh United Church of Christ, mahali panaitwa Charamei au Jua Kali. Mungu akubariki na akuonekanie, na kutakia mwaka wa 2026 ulio wa baraka na neema. Ahadi kipindi kingine cha mwaka mpya tutakapokutana, na kutakia mwaka wa baraka wenye mafanikio na mambo mapya, ikisema shalom. Bwana akubariki na kutende mema. In Jesus name. Tumaini lipo mama ya